tumeingia kwenye banda la VETA kwa lengo moja tu, kujua wanaendaje na dunia ya sasa, dunia ya kidijitali, dunia ya AI. Na hapa tulipo basi tumefika sehemu ambapo VETA wao wanatoa mafunzo kupitia mifumo ya kidijitali. Tunaenda kuzungumza basi na mtaalamu ambao wao wametengeneza mifumo tofauti tofauti inayowasaidia VETA kutoa mafunzo, lakini vile vile kumsaidia yule mhitimu wa VETA kuweza kupata kazi, lakini vile vile kuwasaidia wale wadau ambao wanapenda huduma za wanafunzi wanaofuzu kutoka VETA kuweza kuwapata basi na kuweza kuhudumiwa. Karibu basi nikukaribisha, twende tukazungumze na mhusika wa eneo hili, yeye atuambie VETA wamejipangaje katika mifumo hii mitatu ambayo inawasaidia wao: moja, kutoa mafunzo; mbili, kumsaidia mhitimu wa VETA kuweza kupata kazi; tatu, kumsaidia yule mhitaji huduma anayehitaji huduma kutoka kwa wahitimu wa VETA aweze basi kupata huduma kwa yule mhusika anayemtaka yeye. Yuko mtaalamu na kukaribisha, karibu tusikilize. TV Baya, kwanza jitambulishe majina yako, unatoka VETA ya wapi, alafu moja kwa moja utuambie hii mifumo mitatu ipoje na mliunda mahususi kwa ajili gani? Karibu sana. Asante sana. Naitwa Godfrey Palanjo, ni afisa tehama kutoka VETA makao makuu. Katika maonyesho ya Sabasaba ya mwaka 2026, VETA tumekuja na mifumo miwili ambayo lengo la mfumo wa kwanza ni kutoa mafunzo kwa njia ya simu ya mkononi, yani Visomo, VETA Somo, ambayo kwa sasa inapatikana Play Store na watu wengi pia wamesha download na kuanza kusoma na kuwezesha mwananchi kusoma kozi za VETA akiwa kwenye simu yake tu ya mkononi. Kwa hiyo anajisajili, anaanza kusoma kozi za VETA, yani nadharia yote ya ile kozi kwenye simu yake ya mkononi kwa muda wake, na baada ya kukamilisha nadharia kikamilifu ataomba au atabuku kwenda kufanya practical kwenye chuo cha VETA ambacho kipo karibu na yeye. Akisha kamilisha masomo ya practical chuoni atafanya mtihani na kutunukiwa cheti. Kwa hiyo hii sio lazima mwanafunzi akae VETA muda wote, ile miezi mingapi anasoma. Vipi kuhusiana na coursework? Tunamaanisha zile testi na nini, kumpima kwamba level hii kafika, level hii kafika, anaweza akafanya mtihani wa mwisho. Application ya Visomo imejumuisha hivyo vitu. Kwenye application unaposoma ile pati ya nadharia, unakuwa una maswali ambayo lazima uyafaulu kwanza ndio uhamie module nyingine. Kwa hiyo kabla hujahama module moja kwenda nyingine, lazima ufanye maswali ya kukupima kama umeelewa hiyo pati ya kwanza ili uhamie pati ya pili. Lakini pia utakavyoenda chuoni, mwishoni lazima ufanye mtihani ambao utakupima uelewa wako wa nadharia. Huu ni mfumo wa kwanza, twende katika mfumo wa pili. Mfumo wa pili unaitwa Fundi Connect. Ni mfumo ambao VETA tumekuja nao. Lengo kabisa kuu ni kusaidia mafundi ambao wengi ni wahitimu wa VETA kupata ajira, yani kuwakutanisha wao na watu wanaohitaji huduma. Tunamconnect fundi na mtu anahitaji huduma, Fundi Connect. Kwa hiyo iko Play Store, mtu anaweza kaingia ka download. Na lengo zaidi pale ni kuwasaidia wahitimu wa VETA, lakini kuwasaidia wananchi pale ambako watakuwa wanahitaji huduma za kiufundi mbalimbali. Mfano, bomba la bafuni limeharibika nyumbani, unahitaji fundi na ni jioni au asubuhi. Hamna haja ya kwanza kutafuta vibao barabarani kwamba unapataje fundi wa bomba. Unaingia kwenye mfumo wa Fundi Connect, unatafuta fundi kutokana na eneo lilopo, unamrequest kama ambavyo tuna request usafiri kwenye hizi application za usafiri. Ndio. Kwa hiyo fundi atapata taarifa, atakuja atafanya kazi kama ulivyohitaji. Mpenzi mtazamaji, basi tunatoka, lakini bado tumebaki na VETA. Kama tulivyokuambia, VETA ya sasa hivi 2026 sio VETA ile iliyoanza miaka 50-60 iliyopita. Hii ni VETA ya kidigitali. Mambo mengi sana yanaendeshwa na mifumo, yanaendeshwa na mabadiliko ya dunia, yanaendeshwa na AI. Tunahamia upande mwingine, basi tuangalie VETA wamejipangaje katika dunia ya sasa, dunia ya AI, dunia ya kidigitali. Karibu. Jina naitwa Ali Karim Mohamed kutokea VETA Kipawa ICT. Ni mwanafunzi wa ICT kutoka VETA Kipawa ngazi ya pili. Nipo mwaka wa pili katika kozi ya ICT, na hapa mbele nimekuja na project inayoitwa VETA Kipawa AI. Hii ni AI ambayo imeundwa na mimi mwenyewe na yani nimeanzisha from scratch, yani nimegundua na kuikamilisha mpaka kufikia hapa. Na AI hii kazi zake ina sehemu mbili. Ina sehemu ya mwanafunzi na sehemu ya guest, ambayo sehemu ya mwanafunzi inaweza kusimama kama mwalimu, kuwa mbadala wa mwalimu. Itamwelekeza mwanafunzi, itaweza kumpima, itaweza kumteksti, itampa mitihani na baadaye kumsahihisha, kumpa marks alizopata, alafu na kumwelekeza pale alipokosea na kumpa njia nzuri ya kujibia katika mitihani. Na pia kuna sehemu ya guest, ambayo sehemu ya guest inaweza kumfanya mtu yote akiingia hapa
atapata taarifa za VETA nzima Tanzania yote. Kama anataka taarifa za VETA, yupo maybe Dar es Salaam, anataka kusomea mimi Arusha, ataingia kwenye AI, atauliza na ataweza kupata direction nzima na jinsi ya kujiunga na hicho chuo. Na pia AI inaweza kufanya mambo nje ya VETA, kwamba sio haiwezi kufanya tu kazi za VETA, kwamba kujua taarifa za VETA, pia inaweza kumpa mtu uwazi wa kujua vitu nje ya VETA. Kwa jina naitwa Mwalimu Masumbuko Malko Mariganya, ni mkufunzi kutoka VETA Kionda. Nimekuja na mfumo jumuishi kwa ajili ya kuwasaidia wakulima ambao wanalima mboga mboga, lakini pia mfumo jumuishi wa kuweza kuwasaidia wakina mama wanaofanya biashara ya magenge sokoni, kwa maana ya kwamba biashara na kilimo cha mboga mboga ni kilimo ambacho ni uti wa mgongo wa nchi yetu, na hawa wakulima wamekuwa wanashindwa kupata masoko yao kiuhalisia. Sasa mimi nimekuja na mfumo huu wa kuweza kuwasaidia kutunza mazao yao yaweze kukaa zaidi ya wiki 3 hadi mwezi, na mazao hayo wakati wakisubiria mazao yaweze kupanda bei, na mazao yakipanda bei kusudi yaweze kuwasaidia hao wakulima waweze kufanya biashara na wapate faida wakati wa kilimo chao na wavune matunda ya kilimo chao. Huu mfumo una uwezo wa kutunza mboga mboga, una uwezo wa kutunza matunda na kutunza mazao mengine, lakini hapa pia huu mfumo pia una uwezo wa kuhifadhi samaki, kuhifadhi nyama wakati unafanya biashara kwenye genge. Lakini pia wakina mama wanaofanya biashara ya mboga mboga pia tunaweza kuwasaidia wanapokuwa sokoni pale wanafanya biashara zao, mboga mboga zile zisiweze kunyauka na zisipoteze ubora wake. Kwa hiyo wanaweza wakahifadhi kwenye cold room pale ndani, wakauza mboga zao bila kuwa na wasiwasi na wakapata faida ya kuweza kujiinua katika kipato chao. Lakini moja kwa moja pia wakati anafanya biashara ya mboga mboga bado anaweza akafanya biashara ya vinywaji. Kwa hiyo huu ni mfumo jumuishi kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania ambao ni wakulima na wafanya biashara waweze kuhifadhi mazao yao pamoja na maziwa au vinywaji vingine ambavyo wanaweza wakafanyia biashara hapo. Asanteni sana. Naitwa Mwalimu Elias Lucas Mayala, natokea katika chuo cha VETA Kagera VTC Bukoba mjini, eneo la Lwamishenye. Mbele yako hapa, huu ni mtambo wa kuvuna senene, mtambo ambao umetengenezwa kwa ushirikiano wa VETA pamoja na COSTECH. Lengo ni kuongeza tija katika mazalia ya senene na kulinda mazingira. Jamii ya mkoa wa Kagera ni jamii ambayo inavuna senene kwa wingi na imebarikiwa kwa mazingira hayo. Awali walikuwa wanatumia mitego ya mabati ambayo wamezungushiwa miti mingi. Hii miti inatengeneza uharibifu wa mazingira, na tukaja na mtego rafiki wa mazingira ambao haugusi mti na kuboresha mazalia ya hawa senene. Gharama yake ni Rp800 kwa mtego mzima, lakini pia unaweza kutumia miaka 7 na kuendelea, na unaweza ukavuna kwa mpigo mmoja ukavuna kilo 80 mpaka 100. Tofauti kuu ya mtego wa zamani na wa sasa ni nini? Kwamba mitego ya zamani walikuwa tunatumia mabati na madiaba chini, lakini huu tunatumia drum na eneo kubwa. Ukilinganisha mtego wa diaba wa zamani na wa sasa hivi ni kwamba mtego wa zamani ukivuna senene muda wa saa 10 usiku na huu wa kisasa ukavuna saa 10 usiku afu kawaacha bila kuwatoa, ukaja ukatoa kwenye muda wa saa 4 asubuhi, utakuta kwenye diaba wamezoofika kwa sababu wamekosa hewa ya kutosha, lakini pia kwenye pipo utakuta wana hewa nyingi na afya yao ni nzuri. Pamoja na hilo, huu ni mradi ambao unafadhiliwa na COSTECH pamoja na VETA. Mwezi wa 4 tuligawa mitego 50 katika wilaya zote kwa maana ya Mleba, Bukoba, Misenyi na Kyerwa. Lakini tija ni kuangalia mafanikio. Je, tumefanikiwa au ni wapi turekebishe? Matokeo makubwa ni kwamba tulifanikiwa kuvuna senene na mitego yote ikaonyesha tija na mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wa mkoa wa Kagera kwa ujumla washirikiane na VETA Kagera VTC pamoja na COSTECH tuweze kuwaboreshea mitego na kuongeza tija katika uvunaji wa senene. Pamoja na hilo, mitego hii inapatikana kwenye chuo cha VETA Kagera VTC maeneo ya Lwamishenye Bukoba mjini. Karibuni sana kwa huduma njema na yenye afya tija.